Karibu sana mtazamaji wa channel yetu. Asante kwa kufuatilia matangazo yetu. Ili uwe wa kwanza kuyapata matangazo haya, usisahau kulike na kucomment kwa kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Leo tutakwenda moja kwa moja kuongelea mada ambayo inasema ni namna gani nitaweza kuzalisha kuku wengi wa kienyeji kwa muda mfupi. Jibu ni kwamba inawezekana kuzalisha kuku wengi wa kienyeji kwa muda mfupi kwa kufuata mbinu ambazo nitakwenda kukuelekeza hapa chini. Cha kwanza kabisa, ili uweze kuzalisha kuku wengi wa kienyeji ndani ya muda mfupi, hakikisha unatengeneza plani yako ambayo umejiwekea mwenyewe kwamba unataka kila mwezi uzalishe kuku kiasi gani ili uweze kukizi hayo malengo. Hivyo basi nitakwenda kuelezea mbinu moja baada ya nyingine ambazo unatakiwa ufanye. Mbinu ya kwanza, inatakiwa utafute matetea na majogoo. Sisi tutaenda kustick moja kwa moja kwenye target ya kuzalisha vifaranga 100 kila mwezi. Sasa ni namna gani, vipi nitaweza kuzalisha vifaranga 100 kila mwezi? Hapa kinachotakiwa ni kutafuta matetea 10 na majogoo 2 kwa ajili ya kwanza safari yetu ya uzalishaji. Ukisha maliza kupata hao majogoo na matetea, moja kwa moja utaanza kuwalisha. Utaanza kutumia chakula bora kwa ajili ya kuwafanya waweze kutaga kwa wingi na waweze kuatamia kwa wakati. Ni mbinu zipi utatakiwa ufuate ili waweze kutotoa mayai mengi na kwa wakati wote? Cha kwanza, kuku atakapoanza kutaga, hakikisha unamwacha tage at least mayai 3. Akisha taga mayai 3, natoa yale mayai na kumwekea mayai mengine ambayo hayana mbegu. Hivyo utafanya kwa kuku wako wote watakokuwa wameanza kutaga. Baada ya hapo, utakuwa unafuatilia kila siku akitaga juu ya yale mayai ambayo hayana mbegu. Utatoa mayai yote ambayo hayana mbegu na kuyalebo na kuyaweka sehemu nyingine, ukimwacha endelee kutaga kwenye yale ambayo hayana mbegu. Cha pili kitakachofuata baada ya kumaliza hiyo process, kuku wameshamaliza kutaga na umeshakusanya mayai yote, kitakachofuata hapa ni hao kuku watakwenda kuanza kutaka kuatamia hayo mayai. Kila kuku akiwa anataka kuatamia mayai, hakikisha unazingatia target yako, kwamba target yako ni kupata vifaranga 100 ndani ya mwezi mmoja. Na sasa utaangalia, je, kuku wote 10 wanataka kuatamia kwa muda huo? Jibu ni kwamba ukiona wote wanataka kuatamia kwa muda huo, utatoa yale mayai ambayo hayana mbegu na utawawekea mayai, kila kuku utamwekea mayai 10 kwa ajili ya kuzalisha hao vifaranga. Utazingatia katika swala zima la kumwekea mayai hayo yenye mbegu, hakikisha mayai unayomwekea hayajazidi muda wa siku 14. Baada ya kumwekea hayo mayai, utamzingatia kila siku, utamfuatilia maendeleo yake kwamba analalia mayai vizuri au vipi. Sasa itakupasa umfuatilie maendeleo yake asubuhi, mchana na jioni, ili uweze kuyapata matokeo yake kwamba anaendelea na uatamiaji bora au anaharibu mayai. Kama yuko anaendelea na mayai vizuri, utamwacha mpaka muda wa siku itakapofika ya kutotoa. Lakini hilo zoezi la kufuatilia kama anaendelea vizuri kwenye uatamiaji litafanyika mpaka atakapofikia huo muda. Baada ya kutotoa, utachukua vifaranga wote, utawapeleka sehemu nyingine na kumwachia kuku aendelee kwa ajili ya maandalizi mengine ya kuanza kuzalisha mayai mengine. Hivyo basi, utaendelea kulifanya hilo zoezi la kuwalea vifaranga mpaka watakapopata nafuu. Asante kwa kufuatilia. Usikose kufuatilia mada ifuatayo ambayo itazungumzia ni namna gani utaweza kulea vifaranga bila kupata vifo.
Sasa